Hali gani mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika taarifa ya habari tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Na miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na wanafunzi wa SAUT waonyesha mwamko kuelekea uchaguzi wa SAUTISO wa mwaka 2025-2026. Uhusiano kati ya Rais wa Marekani Donald Trump na mfanyabiashara maarufu tajiri nambari 1 duniani Elon Musk wazidi kudorora. Na katika michezo, maandalizi ya mashindano ya UMISETA jijini Mwanza yafikia zaidi ya 80%. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami Maureen Samson nitakaye kusomea habari za kitaifa na kimataifa. John Masawe atakusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa naye Hamudi Sanze. Na tuanze na habari za kitaifa. Wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino SAUT wameonyesha mwamko mkubwa wa kushiriki katika uchaguzi wa serikali ya wanafunzi SAUTISO kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Makamu mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi amesema ushirikiano huo ni hatua muhimu inayoandaa wanafunzi kuwa viongozi waadilifu wa baadaye katika jamii na serikali. Mwanahabari wetu Happy Raphael ameandaa ripoti ifuatayo. Katika kila jamii ni lazima kuwe na uongozi na kila mtu ana haki ya kuchagua au kuchaguliwa. Kuelekea uchaguzi wa SAUTISO 2025-2026, wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino wameelezea mwamko wao juu ya uchaguzi huo. Nafikiri mwitikio ni mzuri sana na watu wanajipanga. Unajua chuo kikuu huwa ni level ambayo inajenga vitu vingi sana kwenye maisha ya watu. Kwa hiyo viongozi wakubwa wanatokea hapa. Tumewahi kuona kuna baadhi ya viongozi ambao ni wakubwa kwenye nchi wamewahi kupita hapa, kama kina John Heche, kina Doto Biteko ambao wamewahi kupita hapa wakiwa kama viongozi, lakini sasa hizi kwa ni viongozi wakubwa. Kwa hiyo wanafunzi wa chuo hiki wachukulie huu uchaguzi kama ni kitu ambacho kinaweza kuwapeleka duniani kwenye kugombea nafasi mbalimbali, kuanzia nafasi ya usiara, ubunge pamoja na urais. Naona mwamko wa wanafunzi ni mkubwa kwa sababu asilimia kubwa wamechukua fomu na wengine pia wanasaini zile fomu za wagombea, wengine wanagombea urais, ubunge. Lakini pia lazima wafanye hivyo kwa sababu ni haki yao, lakini wajibu wao, kwa sababu wanachagua viongozi ambao wataenda kuwasimamia katika mwaka mzima. Na hawa wanafunzi wanawasaidia wao kutatua shida zao na kuwasaidia kupeleka shida zao kwa viongozi wa juu wa chuo. Wanafunzi wajitokeze kwenye uchaguzi, wasikilize sera za wanafunzi wenzao ili wapate uongozi ulio bora. SAUT TV imeongea na tume ya uchaguzi ya SAUTISO, nao wameeleza umuhimu wa wanafunzi kushiriki katika uchaguzi. Zoezi limeanza tangu tarehe 31 la utoaji na uchukuaji fomu. Mwamko kidogo kwenye ngazi ya urais na umakamu wa rais, mwamko uko vizuri, watu wamejitokeza, ila changamoto kidogo imekuja kwenye nafasi ya ubunge. Wale wabunge kwa approximate tuna majimbo wastani 150, ila mpaka sasa kidogo hatujafika hata nusu ya majimbo yaliyopo. Kwa upande wa wabunge mwamko bado ni mdogo. SAUTISO, serikali ya wanafunzi Chuo cha Mtakatifu Agustino, ni platform nzuri ya watu kujifunza namna ya kuongoza watu. Haijalishi ukiwa kwenye serikali utafaulu au utafeli, kwa sababu hakuna alofanikiwa bila kudondoka. Kwa hiyo hata kama atadondoka kwenye uongozi huo, pia inakuwa ni nafasi nzuri ya yeye kujifunza hapo baadaye anapokuja kuongoza wananchi, au akipata nafasi ya uongozi huko ngazi za juu kwenye uongozi wa nchi, inakuwa ni rahisi kwa sababu ashapata mafunzo au ashapitia njia za uongozi akiwa chuo kikuu. Ni muhimu kwa kila mwanafunzi kushiriki katika uchaguzi kwa sababu uongozi huu utatuongoza kwa takriban mwaka mzima. Endelea kufuatilia SAUT TV. Jina langu ni Happy Raphael. Shukran sana Happy Raphael kwa ripoti hiyo. Na sasa tugeukie taarifa nyingine, ambapo leo Juni 6 dunia inaadhimisha siku ya usalama wa chakula, huku changamoto ya uelewa mdogo miongoni mwa wananchi kuhusu chakula salama ikiendelea kuathiri afya za watu wengi. Wataalam wameonya kuwa kutokuzingatia usalama wa chakula kunaweza kusababisha madhara makubwa ya kiafya, ikiwemo magonjwa ya tumbo na sumu mwilini, wakisisitiza haja ya kuelimisha jamii kuhusu usafi na uhifadhi sahihi wa chakula. Ripoti yake Frank Madwiga inaeleza kwa kina. Katika kuelekea maadhimisho ya siku ya usalama wa chakula duniani,
bado changamoto ni kubwa kuhusiana na uelewa wa nini maana ya chakula salama na ni madhara gani ambayo yanaweza kutokea ikiwa usalama wa chakula hautazingatiwa. Kwa mujibu wa Afya Duniani, WHO linaeleza ya kwamba kila mwaka takribani watu milioni 600 huathirika na ulaji wa chakula ambacho sio salama, na katika watu hao milioni 600, watu 400,000 kila mwaka hufariki dunia kutokana na madhara ya kula chakula ambacho sio salama. Nini maana ya chakula salama na ni madhara gani ambayo yanaweza kutokea iwapo chakula hakitozingatiwa? Jina naitwa Moses Laizer. Kuhusu usalama wa chakula, mimi ninavyoelewa ni kwamba ni kitendo cha chakula kutokuwa na vimelea ambavyo vinaweza kusababisha kuathiri afya ya mtu. Kwa mfano, matunda lazima yaoshwe. Kama ni chakula ambayo kimelala lazima ipashwe ili kuweza kuondoa vile vimelea, na maji pia yaweze kuchemshwa. Usalama wangu wa kwanza naozingatia katika biashara yangu ya chakula ni usafi. Na usafi naozingatia ambao unasimamiwa na unafuatiliwa na watu wengi ni maandalizi ya chakula. Chakula chenyewe unatakiwa kuweka katika mazingira masafi. Mazingira masafi yanakuwaje? Kwa mfano wafanyakazi wa hapa wanahitaji pia na apron, viatu, kofia safi. Kingine, vyombo vyetu tunaviandaa katika mazingira masafi mazuri zaidi ili tuepukane na milipuko ya magonjwa yasiyokuwa na lazima kwetu. Baada ya kuwasikia wananchi, ndipo Sauti TV Habari ikapata hamasa ya kumtafuta mtaalamu wa afya ili aweze kutueleza ni nini maana ya chakula salama na ni madhara gani ambayo yanaweza kutokea iwapo usalama wa chakula hautozingatiwa. Majina naitwa Dr. Paul Elias. Mada kuu ambayo tunakwenda kuizungumzia ni juu ya siku ya usalama wa chakula duniani. Mimi kama dokta ni kweli napenda kutoa ushauri mkubwa sana juu ya wananchi, hasa wenzetu ambao wanajishughulisha na kulima vyakula, namna gani ya kuweza kuvitunza vizuri zaidi na kuweza kuviweka katika hali ya usalama. Na ni kweli siku ya usalama tunawashauri sisi kama wataalamu wawe makini sana kunapoweza kusababisha magonjwa, hasa pale ambapo tunakuwa tumeunganika au tumekusanyika sehemu moja kwa ajili ya kufanya business za namna hiyo. Mpaka sasa ni wajibu wa kila mmoja wetu kuhakikisha ya kuwa anakula chakula ambacho ni salama na kimezingatiwa ubora. Nikiripoti kutoka eneo la Nyamalango, eneo hili la Malimbe, jina langu ni Frank Madwiga wa Sauti TV. Ni ripoti yake Frank Madwiga hiyo. Na sasa tupate taarifa nyingine, ambapo unyanyasaji wa kijinsia umeendelea kuripotiwa kama changamoto katika vyuo vikuu nchini licha ya kuwepo kwa sera na madawati ya kijinsia yaliyowekwa kusaidia wahanga. Takwimu zinaonyesha kuwa bado kuna mwitikio mdogo wanafunzi kuripoti matukio hayo. Mjumbe wa dawati la jinsia katika chuo kikuu cha Sauti jijini Mwanza, Samia Musa, amesema hali hiyo inahusishwa na sababu mbalimbali ikiwemo hofu, unyanyapaa na ukosefu wa uelewa, na kuongeza kuwa jitihada zinahitajika kutoka kwa wadau wote ili kuimarisha uelewa na hatua za kushughulikia changamoto hiyo. Tuungane naye Lauren John anaeleza zaidi. Unyanyasaji wa kijinsia umekuwa changamoto kubwa katika vyuo vingi hapa nchini Tanzania. Katika vyuo hivi kuna sera mbalimbali pamoja na madawati ambayo yanashughulika na matukio ya unyanyasaji wa kijinsia katika vyuo. Lakini bado kumekuwa na changamoto ya wanafunzi wengi kushindwa kwenda kuripoti matukio ya unyanyasaji wa kijinsia. Leo hii nipo katika chuo cha Mtakatifu Agustino kuzungumza na baadhi ya wanafunzi wakielezea ni changamoto gani ambazo zinawapelekea wenyewe kwenda kushindwa kuripoti matukio ya unyanyasaji wa kijinsia. Juma, kuhusiana na suala la wanafunzi kuogopa kuripoti katika ukatili wa kijinsia, kwamba wanafunzi wengi wanauoga ndani yao, wanakuwa na hofu, wanakuwa hawajiamini kwa kile kitu ambacho wamekifanyiwa. Kwa mfano, mwanafunzi kabakwa, mwanafunzi kapigwa, yani akienda katika dawati la jinsia kuripoti kama mimi nimefanywa ukatili fulani, yani anakuwa na uoga, anakuwa hajiamini, anajiona kwamba yeye akienda pale anaenda kujidhalilisha mwenyewe. Kwa jina naitwa Nindiwel Msinga, mwanafunzi wa BAMS mwaka wa 3 kutoka hapa Sauti. Tatizo kubwa ambalo linafanya watu washinde kuripoti matendo ya ukatili wa kijinsia yanayowakuta mara nyingi ni ile dhana ambayo
tunakuwa nayo sisi kama sisi, kwamba nikienda kuripoti nitadhalilika, nitapata aibu. Kwa hiyo mtu anaona afiche yale kando kando ili kunini, kustiri image yake, bila kutambua kwamba kwa kuficha huko ndio yani ni kama kuchochea vitendo hivyo kuongezeka. Jina langu ni Samia Musa, mjumbe wa dawati la jinsia kutoka Chuo cha Mtakatifu Agustino. Kwenye dawati la jinsia chuoni kwetu kumekuwa kuna changamoto ya baadhi ya wanafunzi kutoripoti kesi za ukatili wa kijinsia, na ilhali wanajua kwamba ukatili wa kijinsia ni mbaya. Na changamoto hiyo inatokea kwa sababu vijana wengi wanakutana na changamoto za kiuchumi, kwa sababu binti wengi unakuta wameenda kuishi unyumba, yani kama mke na mume. Kwa hiyo hata akifanywa ukatili wa kijinsia basi hatoi taarifa na anakaa kimya kwa sababu ya uchumi wake, akihofia kwamba labda atakosa mahitaji madogo. Lakini changamoto ya pili ni kwamba anaogopa baada ya kuja kuripoti kesi, zile stages zitakazokuwa zinafuata, kwa sababu lazima yule mshtakiwa au mtu ambaye anatumiwa kwamba yeye amecommit ile kosa lazima achukue hatua za kisheria. Sisi kama dawati la jinsia, hatua ambazo tunachukua ili kuongeza kesi kwenye dawati letu, kwanza kabisa ni tumeandaa program au tunaitumia hiyo program ambayo inaitwa ni Connect Karibu Yako Tuokoe, ambayo program yetu ni kwamba mwanafunzi kwa mwanafunzi wanasaidia kutoa taarifa kwenye dawati la jinsia. Lakini pili, tunatoa elimu ya kutosha ili watu wawe na uelewa nini maana ukatili wa kijinsia na tunafanyaje kazi ili kupinga vita ukatili wa kijinsia kutokuendelea. Tunakaribisha wanafunzi kwenye dawati la jinsia, karibuni, vunja ukimya, njoo tuzungumze. Na hayo ni baadhi ya maoni ya wanafunzi wa Chuo cha Mtakatifu Agustino wakielezea kwamba hofu na uoga ndio ambao unawapelekea wenyewe kushindwa kuripoti matukio ya unyanyasaji wa kijinsia. Nikiripoti katika Chuo cha Mtakatifu Agustino, mimi ni Lauryn John, SAUT TV. Asante sana Lauryn John kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio mwisho wa habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, punde ni habari za kimataifa. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV, na tuendelee na taarifa zetu tukiangazia habari kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Tuanzie huko katika makao makuu ya Ulaya mjini Brussels, Ubelgiji, ambapo Umoja wa Ulaya EU umetangaza rasmi kufunga anga lake kwa mashirika ya ndege yaliyosajiliwa katika nchi za Tanzania na Suriname kufuatia wasiwasi uliotajwa kuhusiana na viwango vya usalama wa safari za anga katika mataifa hayo mawili. Kwingineko, uhusiano wa karibu uliowahi kushuhudiwa kati ya aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump na bilionea mashuhuri wa teknolojia Elon Musk sasa umeonekana kuyumba vibaya kufuatia mabishano yao makali yaliyofumuka wazi kupitia mitandao ya kijamii katika siku za hivi karibuni. Ripoti yake Ramadhani Mshana inaeleza zaidi. Tukianzia huko Ubelgiji, Umoja wa Ulaya EU umetangaza kufunga anga lake kwa mashirika yaliyosajiliwa katika nchi za Tanzania na Suriname. Taarifa iliyotolewa na kamishna uchukuzi wa EU imeeleza kuwa uamuzi huo umechukuliwa baada ya tathmini za kiusalama kubaini dosari katika mfumo wa usimamizi wa usalama wa anga kwenye nchi husika. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, ndege zote zilizosajiliwa Tanzania na Suriname hazitaruhusiwa kutua hata kuruka juu ya anga la Umoja wa Ulaya kuanzia tarehe ya tangazo hilo. Kamishna huyo ameeleza kuwa hatua hiyo ni ya kiutawala na inalenga kulinda usalama wa abiria na miundombinu ya anga ya EU, na kusisitiza kuwa uamuzi huo hautokani na mashirika binafsi ya ndege, bali unatokana na viwango vya kitaifa vya usimamizi wa usalama wa anga ambavyo vimeonekana kutokidhi matarajio ya kimataifa. EU imetoa wito kwa mamlaka za usafiri wa anga nchini Tanzania kuchukua hatua za haraka na madhubuti kurekebisha kasoro zilizobainishwa ili kuhakikisha urejeshaji wa huduma za anga kati ya pande hizo mbili. Aidha, kamishina huyo ameongeza kuwa Umoja wa Ulaya uko tayari kutoa usaidizi wa kiufundi iwapo Tanzania itaonyesha dhamira ya kufanya maboresho ya haraka. Kwingineko, uhusiano wa karibu kati ya rais wa Marekani Donald Trump na mfanyabiashara Elon Musk umezidi kudorora baada ya mvutano wa hivi karibuni. Mvutano huo ulianza baada ya Elon Musk kumkosoa Trump hadharani kuhusu msimamo wake wa kisiasa na matamshi yake kuhusu uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2020. Musk, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa makampuni ya SpaceX na Tesla, aliandika katika ukurasa wake wa X, zamani Twitter, kuwa ni wakati wa kizazi kipya cha uongozi wa kisiasa,
huku akimtaka Trump kustaafu siasa. Trump hakusita kujibu akimtaja Musk kama mwenye kiburi na asiye na shukrani kwa msaada alioupata kutoka serikalini hasa chini ya utawala wake. Kauli hizo zimeibua mjadala mpana mtandaoni na kusababisha mashabiki wa pande zote mbili kuchangia kwa hisia kali, hali iliyozidisha mvutano huo wa wazi. Hadi sasa hakuna upande uliotoa taarifa rasmi ya kutaka kusuluhisha tofauti zao, na hali inaashiria kuwa mvutano huo huenda ukaendelea kwa muda mrefu. Wakati huo serikali ya Marekani inatazama kwa makini mwenendo huu, hasa kwa kuzingatia umuhimu wa miradi ya anga na usalama wa kimataifa inayohusisha kampuni ya Musk. Tumalizie taarifa zetu na taarifa kutoka huko barani Ulaya, ambapo rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen ameeleza msimamo thabiti wa umoja huo wa kuendelea kuiunga mkono mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai ICC kufuatia hatua ya Marekani kuwekea vikwazo majaji 4 wa mahakama hiyo. Kupitia chapisho lake katika ukurasa wake wa X zamani Twitter, von der Leyen amesema tume hiyo inaunga mkono kikamilifu ICC na maafisa wake. Kauli hiyo imetolewa siku moja baada ya utawala wa rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kuwawekea vikwazo majaji 4 wa ICC, hatua ambayo inafuatia kutolewa kwa hati ya kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri wa zamani wa ulinzi Yoav Gallant mwezi Novemba mwaka jana. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, majaji Rein Alapini Gansou wa Benin na Beth Holler wa Slovenia wameorodheshwa kwenye vikwazo kwa kuhusika moja kwa moja katika mchakato wa kutoa hati hizo za kukamatwa. Mataifa ya Umoja wa Ulaya ambayo ni wahisani wakuu wa ICC yamesisitiza kuwa mahakama hiyo ya kimataifa ni chombo halali na muhimu kwa kuhakikisha uwajibikaji kwa wahalifu wa kimataifa na kwamba kazi yake haipaswi kuingiliwa na mamlaka yoyote ya kisiasa. Kutoka Sauti TV, mimi ni Ramadhan Mshana. Shukran sana Ramadhan Mshana kwa taarifa hizo za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaungana na John Masawe atakaye kusomea habari za biashara. Endelea kusalia nasi. Karibu mtazamaji wa Sauti TV na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni John Masawe. Tukianzia hapa jijini Mwanza, wafanyabiashara wa chipsi wameripoti ongezeko la mauzo kutokana na kushuka kwa bei ya mayai kutoka shilingi 500 hadi shilingi 250 kwa yai moja. Katika mkoa huo, bei ya chini imewafanya wateja wengi kununua chipsi zinazotengenezwa kwa mayai, hivyo kuongeza faida kwa wafanyabiashara hao. Hata hivyo, wafugaji wa kuku wameeleza kuwa kushuka kwa bei ya mayai kunatokana na sababu mbalimbali ikiwemo ongezeko la uzalishaji na mabadiliko ya msimu ambayo yameathiri moja kwa moja maisha ya wafugaji, huku wakitafuta njia mbadala za kuboresha uzalishaji na soko la mayai. Tukiendelea kusalia hapa nchini Tanzania, ambapo Tanzania imeanza hatua za kuimarisha ushirikiano wake wa kibiashara na Benki Kuu ya Dunia kufuatia kikao kilichowakutanisha Katibu Mkuu wa Wizara ya Fedha Dr. Natu Elimari Mwamba pamoja na mwakilishi wa Benki Kuu ya Dunia. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Wizara ya Fedha, juhudi hizi zina lengo la kukuza maendeleo endelevu ya uchumi wa nchi kupitia usaidizi wa kifedha na uwekezaji wa kibiashara sambamba na kuboresha mazingira ya biashara ili kuvutia wawekezaji zaidi. Isaya Agre ameandaa ripoti ifuatayo ya biashara. Moja kati ya biashara bora na yenye faida ni biashara ya uuzaji wa mayai. Wafanyabiashara wa chipsi maeneo yote nchini wamekuwa ndio wanufaika wakuu wa biashara hiyo ya mayai. Leo hii nimetia nanga katika mitaa Nyamalango wilayani Nyamagana mkoani Mwanza kuweza kuzungumza na wauza chipsi wananufaika vipi na kushuka kwa bei ya mayai. Mjasiriamali Nyamalango wa chipsi. Kuhusu kunufaika na bei za mayai, upande wetu bado, kwa sababu bado bei iko pale pale, hamna mabadiliko kama sehemu nyingine. Kwa hatuna cha zaidi kusema kama kuna faida au kuna hasara. Bado bei imesimama pale pale, gharama za uendeshaji ni zile zile, hamna kilichobadilika kutokana na eneo tulilomo. Mtaa wetu bado. Namshukuru Mungu kwa sasa hivi mayai yamepungua bei, ila changamoto imepungua bei, lakini changamoto inakujaje? Chips hatuwezi kupunguza kwa 2500. Sasa hivi changamoto tunapata kwenye nanili, kwenye mafuta. Yani ukiona mafuta sasa hivi labda tumombe Mungu atupunguzie mafuta yani, ila kwenye swala la mayai sasa hivi tunamshukuru Mungu tumepunguziwa bei. Yani tray tunachukua kwa 7500,
unaweza ukabahatika ukauziwa hata 7,700 kila tray. Hilo ndio la kumshukuru Mungu. Changamoto bado iko kwenye mafuta yani. Nafanya biashara ya mayai, bei imekuwa nafuu, wateja ni wengi na biashara inaenda vizuri. Sasa hivi kuna tofauti kwa sababu wateja ni wengi. Zamani upatikanaji ulikuwa ni mgumu. Tofauti hivi sasa imekuwa ni simple, imekuwa ni bei rahisi. Kwa upande mwingine, wafanyabiashara wa mayai wameelezea sababu zilizopelekea kushuka kwa bei ya mayai. Kwa upande mwingine, mimi mfugaji wa kuku nyumbani. Kwa hiyo sasa hivi ukiangalia mayai yamekuwa na bei ya chini kwa sababu wafugaji tumekuwa wengi, wafugaji wa kuku ni wengi sana. Pia na utotoleshaji wa kuku na yenyewe imechangia mayai kupatikana kirahisi. Kwa hiyo ndio inafanya mayai yanakupatikana kiwepesi sana. Na sasa ni wasaa wa habari kitaifa. Katibu mkuu wa Wizara ya Fedha Dr. Natu Elimeri Mwamba amekutana na kufanya mazungumzo na mjumbe kutoka Benki Kuu ya Dunia kuhusu ushirikiano wa kimataifa na kimaendeleo kati ya Tanzania na benki hiyo. Kikao hicho kimefanyika leo katika ofisi za Wizara ya Fedha, Treasures Square, jijini Dodoma. Katika kikao hicho wamejadiliana kuhusu kuendeleza mageuzi ya kimfumo yanayolenga uthabiti wa kiuchumi, uboreshaji wa fedha za umma, uhimilivu wa deni la serikali na kukuza sekta binafsi katika ujumuishaji wa kijamii katika masuala ya kiuchumi na uangalizi wa mabadiliko ya tabia ya nchi. Kikao hicho kilihudhuriwa na kamishna wa idara ya usimamizi wa deni la serikali Wizara ya Fedha Bwana Jafet Justin, kamishna wa sera ya Wizara ya Fedha Dr. Johnson Nyela, kamishna msaidizi wa idara ya usimamizi wa deni la serikali Wizara ya Fedha Bwana Nuru Ndile na viongozi wengine wengi waandamizi wa serikali na Benki Kuu ya Dunia. Mkutano huo unalenga kuimarisha maendeleo baina ya nchi ya Tanzania pamoja na Benki Kuu ya Dunia. Na sasa ni wasaa wa habari kimataifa. Johannesburg, kampuni kubwa ya magari ya umeme nchini China, BYD, inapanga kuongeza karibu mara 3 ya mtandao wake ya uuzaji wa magari nchini Afrika Kusini ifikapo mwaka ujao, huku ikitarajia kukuza soko lake nchini humo. Hatua ya BYD inakuja wakati wa ushindani unakuwa katika soko kubwa la magari barani Afrika, ambapo mauzo ya magari mapya yanatumia nishati yanayoongezeka na makampuni mengine ya China kama vile GAC, Chery na GWM pia kuweza kupiga hatua mbalimbali za kimaendeleo. Kampuni hilo lilizindua mnamo mwaka 2023 ikiwa ni gari lake la umeme la BYD la betri ya ATTO 3. Mtengenezaji wa gari hilo ana karibu wauzaji 13. Kwa sasa BYD inatoa miundo 6 katika soko la Afrika Kusini pamoja na mseto wake wa mseto wa kuchukua Shark, mseto wa Celion 6 na aina za Celion 7 SVU za kielektroniki zinazozinduliwa mwezi Aprili. Upanuzi wa uuzaji utasaidia BYD kuwa chapa inayojulikana zaidi na kukamata wanunuzi zaidi kote nchini, ambayo inabadilika pole pole hadi magari yanayotumia umeme. Hatua hiyo ya BYD inalenga kukuza soko la magari barani Afrika na mataifa mengine yote kuweza kunufaika na kampuni hilo la BYD kwa uuzaji wake wa magari ikiwemo nchini Tanzania. Mimi ni Isaya Agrey wa SAUT TV. Asante sana Isaya Agrey kwa ripoti hiyo ya habari za biashara. Mtazamaji, ni mwisho wa taarifa za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na Hamudi Sanze. Endelea kutazama SAUT TV habari. Mimi ni John Masawe. Ni matumaini yangu hujambo na mzima wa afya mwanamichezo mwenzangu. Karibu katika habari za michezo tulizokuandalia kwa siku ya leo. Jina langu ni Hamudi Sanze. Tukianzia hapa jijini Mwanza, maandalizi ya mashindano ya michezo kwa shule za sekondari UMISETA kwa mkoa wa Mwanza yameripotiwa kufika zaidi ya 80%, huku mashindano hayo yakitarajiwa kuanza rasmi Juni 8 mwaka huu. Mashindano hayo yanatarajiwa kufanyika katika viwanja vya shule ya sekondari Nsumba na yatahusisha zaidi ya wanamichezo 1000 kutoka shule mbalimbali mkoa wa Mwanza. Na tukienda katika rubaa za kimataifa, beki wakati wa klabu ya Arsenal na timu ya taifa ya Brazil Gabriel Magalhaes ameongeza mkataba mpya wa miaka 3 na klabu hiyo. Awali mkataba wake ulikuwa unatarajiwa kumalizika mwaka 2027. Mwanamichezo wetu Philemon Mawazo ana undani wa habari hizi za michezo.
Mwaka huu kutoka katika jiji la Mwanza ambapo mashindano ya UMISETA kwa upande wa shule za sekondari ambayo yanatarajiwa kuanza kufanyika Juni 8 katika viwanja hivi vya shule ya sekondari Nsumba. Kwa upande wa mkoa wa Mwanza, maandalizi yamefikia 90% kwa mujibu wa waandaaji na kamati ya maandalizi haya. Kwa tupo kwenye maandalizi ya viwanja na tumeshafikia kama 90% ya maandalizi ya maeneo yote. Mabweni, watakapolala wanafunzi kwa sehemu zote mbili, kwa wasichana kule, kwa wasichana watakapokuwa wamelala, lakini pia kwa wavulana hapa Nsumba, kwa maana wasichana watakuwa wamelala kule Nganza, kwa maandalizi yako vizuri. Na upande wa viwanja kama unavyoona tunaendelea na tuko mwishoni mwa maandalizi haya. Kama kamati tumejiandaa vizuri, kwa mambo yote yako sawa. Sisi tunawakaribisha. Nafikiri maeneo yako tayari kwa ajili ya mashindano. Timu zote tunazikaribisha. Nafikiri wataanza kuripoti tarehe 8. Basi mashindano yataanza tarehe 8 mpaka tarehe 12. Ndipo atakapotamatika. Na baada hapo timu ya UMISETA itakayochaguliwa itajiandaa na kambi ambayo itakuwa Iringa, na mashindano, kituo cha mashindano kitakuwa Iringa. Kwa hiyo kwa ujumla maandalizi yote yako sawa kabisa. Lakini ukiachana na kamati ya maandalizi, lakini pia tumepata nafasi ya kuzungumza na washiriki wa michezo mbalimbali katika mashindano ya mwaka huu. Wao ndoto yao na wanatamani kitu gani hasa kukishuhudia katika mashindano haya, na kufuatia maandalizi yao nini hasa ambacho wamekibeba moyoni mwao? Majina naitwa Asia Ali. Nimejiandaa vizuri na mashindano. Ninashiriki mchezo wa riadha. Nimejiandaa vizuri kwa jitihada za walimu na jitihada zangu. Nimejiandaa vizuri kwenda mashindano. Mimi matarajio yangu ni kwenda kabisa FEASA. Kwa majina naitwa Benjamin Lazaro Ndichai. Natokea shule ya Nyabloga Secondary. Kwa hiyo natamani kufika FEASA. Majina yangu naitwa Jose Lukansora Ndwelo. Kwingineko barani Ulaya, klabu ya Arsenal ya nchini Uingereza imemwongezea mkataba wa miaka 3 beki wake wakati na klabu ya timu ya taifa ya Brazil Gabriel Magalhaes. Magalhaes amekuwa na mwendelezo mzuri ndani ya kikosi cha Arsenal, ambaye alijiunga na klabu hiyo akitokea kunako klabu ya Lille pale nchini Ufaransa mwaka 2020. Gabriel Magalhaes mpaka sasa akiwa na kikosi cha Arsenal amecheza jumla ya michezo 210 katika mashindano yote akiwa na Arsenal na kufunga jumla mabao 17, huku akitoa pasi moja ya usaidizi na akifunga jumla mabao 20 toka alipoanza kali yake ya soka. Magalhaes ataendelea kusalia ndani ya viunga vya Emirates mpaka mwaka 2029. Tukiendelea kusalia barani Ulaya, klabu ya Inter Milan ya pale nchini Italia imemtangaza kocha Christian Kivu kuwa kocha mkuu wa klabu hiyo. Hii inakuja baada ya klabu hiyo kuachana na aliyekuwa mkufunzi na kocha wa klabu hiyo Simone Inzaghi, ambaye ametimkia ndani ya kikosi cha klabu ya Al Hilal ya nchini Saudi Arabia. Kabla ya kujiunga na klabu ya Inter Milan, Christian Kivu alikuwa ni kocha wa klabu ya Parma ya pale nchini Italia, ambaye aliongoza tangu mwezi Februari mwaka 2025 na ameongoza katika jumla ya michezo 13, akishinda jumla ya michezo 3, akienda sare michezo 7 na kupoteza michezo 3, kwa wastani wa alama 1 kwa kila mchezo. Chini ya uongozi wake ndani ya kikosi cha Parma, amenusulika kushusha daraja klabu hiyo, huku akimaliza katika nafasi ya 16 kwenye ligi kuu ya pale nchini Italia, huku akipata ushindi muhimu dhidi ya kikosi cha Juventus, Atalanta na Bologna, na sare dhidi ya vigogo wa Inter Milan, AS Napoli na Fiorentina. Filimon Mawazo, SAUT TV. Shukrani sana Filimon Mawazo kwa taarifa hizo za michezo. Na mtazamaji, hadi kufikia hapo sina la ziada katika michezo kwa siku ya leo. Jina langu ni Hamudi Sanze.